Nikusalimu kwa jina la Yesu, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ameachilia neema ambayo sikustahili ya kutaka kukufundisha, kukuelekeza, kukuongoza kwenye mambo mengi sana ya kiroho ili Mungu ajitwalie utukufu. Maana maandiko yanasema Mungu ni kweli, kwa hiyo neno lake ni kweli. Ina maana kweli ni neno lake. Sasa leo tuna ndoto 9 hatari inayoonyesha kwamba maisha yako ya hapa duniani usipokuwa makini yanaenda kupukutika kwenye jehanamu ya moto. Kuna Wakristo wengi wanaishi hapa duniani lakini hawajaandaa maisha yao baada ya hapa, au hawana uhakika wa kuja kuiona mbingu kwa sababu kanuni, sheria na taratibu zinazohitajika hawazifuati. Kwa hiyo wanakuwepo duniani kama just a mere Christian au wa Kristo majina, ila si wale wenye Kristo na wenye uhakika wa maisha baada ya hapa. Ukisoma neno la Marko sura ya 8 mstari wa 36 mpaka 37, maandiko yanasema, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake, ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Lakini pia ukifuatilia kwenye hichi kitabu cha Mathayo sura ya 16:26, maandiko pia kama haya yameeleza kwamba kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake, au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Maisha ya mwanadamu hapa duniani amefika level ya kwamba hakika amekatia tamaa maisha yake baada ya hapa. Lakini pia mwanadamu asipotambua nguvu ya Mungu na umuhimu wa Mungu kwenye maisha yake, mwanadamu huyo anakoelekea ni pabaya. Katafakari maisha yako na njia unazoziendea. Je, zinampendeza Mungu? Umezaa labda na mwanaume hajakuoa, au umezaa na mwanamke hujaoa na unazidi kuzini. Labda ni mtu mwenye hasira, mtu mwenye uchungu usiyesamehe. Ni mtu ambaye ni miongoni mwa wale wanyonge ambao Yesu alisema hawatauona ufalme. Kusoma Ufunuo 21:8, waoga, wasioamini, waongo wa aina yote, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu, wachawi. Sasa ukiona una baadhi ya tabia kama hizo, ni bora uanze kupambana kubadilika. Ni mtu ambaye husamehi, ni mtu ambaye bado umeshikilia watu, huna upendo. Na wakati wa Korinto wa kwanza 13:13 inakwambia inadumu imani, tumaini na upendo, lakini lililo kuu ni upendo. Kwa hiyo kuna vitu usipobadilika, na kama unaona ndoto hizi ndugu ni hatari, anza kubadilika ili uweze kumtukuza Mungu na ishi maisha matakatifu, na acha uchafu wote na heshimu mwili wako, maana ni hekalu la Roho Mtakatifu. Soma wa Korinto wa kwanza 6:18-20. Lakini pia maandiko yanasema tuwe watakatifu maana yeye Mungu ni mtakatifu. Na anasema pia tutafute kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna atakayemuona Bwana bila kuwa nao. Sasa tuangalie hizi ndoto na uzichukulie hatua mapema ili usije ukaangamia kwenye shimo la hewa na ukakuta umekuwa Mkristo bure, umetoa sadaka bure, umefanya ibada bure, kumbe mwisho wa mwisho unakuja kuangamia. Ndoto kila mara unaona upo kuzimu. Kuona upo kuzimu ni ishara ya kupoteza. Kumbuka siku ya mwisho wale wote wenye dhambi wanapokufa hapa duniani wanaenda kuzimu, lakini wale ambao wanakuwa wamekufa katika Kristo wanaenda paradiso, sehemu ya mangojeo. Kwa hiyo ukiona kuzimu ndugu, stuka na anza kumtafuta Mungu ili usije ukaenda jehanamu ya moto baadaye. Lakini ndoto ya pili unaona upo jehanamu ya moto, labda upo kwenye sehemu ya moto, au kila wakati unaona moto kama ziwa la moto linawaka. Kwa hiyo Mungu anataka ujiandae usije ukaenda huko. Ndoto mara kwa mara ya 3 unashangaa umezikwa au upo kaburini, ina maana ni mauti, na hayo mauti ina maana ni ya jehanamu, kwa sababu hiyo si ya Mungu bali ni kazi ya shetani. Kama ni Mungu angetaka kukupeleka, angekwambia siku fulani utaondoka, au angeweza kufanya jambo ambalo
angeonesha utukufu wake. Labda umevaa nguo nyeupe na anakuonesha kwamba utaondoka. Lakini 4 ni unashangaa ndoto mara kwa mara upo na watu waliokufa. Hiyo si ndoto ya kufumbiwa macho, ina maana ni roho ya mauti, na hayo mauti ni ya kupelekwa jehanamu ya moto au kuzimu. 5 ni ndoto mara kwa mara upo unakula nyama mbichi au unakula mavyakula yaliyoharibika na vyakula ambavyo huvijui. Na maana shetani anapachika magonjwa au giza au anafanya jambo ili baadaye uje upoteze maisha au haribikiwe ili shetani apate utukufu au kute umeiacha imani kabisa. Ndoto ya 6 ni ndoto mara kwa mara upo kwenye vikao na watu wa kijijini au wachawi au waganga. Na maana muda mwingine umeshawekwa kwenye vyama vya kichawi au unatafutwa ili uingizwe kwenye vyama vya kichawi na kiganga. Kwa hiyo kataa hizo roho za mizimu na mashetani na uchawi na uganga ili usije ukawa agent wa shetani na kwenda kuzimu. 7 mara kwa mara unakaria kigoda au umevaa nguo nyeusi au nyekundu au umevaa kiganga au umejipaka vitu vya kiganga au upo kwa mganga. Jua ni adui anakutengeneza ili mwishowe aje akutumie shetani. Kumbuka shetani hao wote anaowatumia leo kama wachawi, ya maana wengi aliwakamata, wengine kwa lazima, wengine kwa kuwashawishi, wengine kwa sababu ya kupitia hali ngumu za kimaisha wakajikuta wameenda kwa waganga. Kwa hiyo wakajikuta wamewekewa mikoba au wakapewa mikoba ambayo hawakuwa na mpango nayo. Kwa hiyo stuka, usije ukaenda kwa waganga au kwa mshirikina kutafuta msaada. Msaada pekee ni Mungu. Hata kama ukiona unachelewa kupokea, unachohitaji kujua kuvumilia ni bora kuliko kuchukua hatua nyingine inayomchukiza Mungu. Unapovumilia, jua moja kwa moja Mungu huwa anajitwalia utukufu pale unapokata tamaa kabisa au umefika mwisho na ukaona hakuna msaada wa kibinadamu unaoweza kukusaidia. Lakini pia kumbuka, unapopitia majaribu, Mungu anakuwa anataka kuja kukubariki. Kumbuka kuna promotion without fighting. Hakuna promotion utapata kwenye maisha bila kupambana. Kumbuka hapa duniani ni kama vile unavyohitaji tuzo. Kama ni mpira lazima upambane kweli na uibuke mshindi. Kama ni mashindano uibuke mshindi. Vile hivyo vitu vya kiroho, Mungu analeta majaribu. Unaweza kuona ni kubwa, lakini kwa kila jaribu mwanadamu anapewa kulingana na kipimo chake. Kwanza cha imani, lakini pia ukuu ambao Mungu anataka kuweka ndani yake. Hebu angalia wakina Daniel, jinsi walivyopachikwa kwenye tundu la simba, lakini angalia utukufu waliokuwa nao duniani. Angalia Yusufu, jinsi alivyoteseka, lakini angalia utukufu aliokuja kupata. Angalia Daudi alivyoteseka, mara kupambana na dubu, mara kupambana na Goliath, mara Farao, mara yule Sauli kutaka kumuua, mara kujifika kwenye mapango, mara ndugu yake mtoto wake kutaka kumuua, lakini Mungu alimtukuza. Kwa hiyo wote waliopitia majaribu Mungu aliwatukuza sana. Chukulia mfano Ayubu. Kwa hiyo hapa duniani watu wengi tunaanza kuhangaika, tunasumbuka, ni kwa sababu hatusomi neno na tuangalie historia ya watu ambao walipitia majaribu. Chukulia mfano wanafunzi wa Yesu. Wengi walichomwa mafuta, walipikwa kwenye mapipa ya mafuta. Wengi walisulubiwa kichwa chini miguu juu kama Petro. Wengi walikatwa vichwa kama wakina Paulo. Wengi walipigwa mawe kama wakina Stefano. Na wengi walifanywa ukatili wa ajabu. Kwa hiyo usije ukakata tamaa. Wengine walinyongwa. Kwa hiyo mimi ninachotaka nikwambie, usiwe ni mtu wa kuchoka. Maana usiogope mtu anayeweza kuua mwili na wakati asiweze kuua zaidi, kuua roho yako au nafsi yako, kwa sababu hivyo vipe mikononi mwa Bwana. Na kama tunavyojua, maandiko yanasema mwili haufai kitu, lakini roho ndiyo itiayo uzima. Lakini pia maandiko yanasemaje? Kwamba hapa duniani ina maana ni wasafiri na hapa si nyumbani. Na miili hii itakuja kuoza na itakuja kubadilishwa. Pia kujali unaumwa kwa namna gani. Kinachoweza kuharibika ukapoteza pale unapoona nafsi yako na roho yako vimemwacha Mungu, vimemwelekea shetani au vimetoka kwenye imani. Hapo jua umeenda pabaya. Lakini 8 na mwisho
ndoto mara kwa mara upo unalimishwa au unafungwa au umefungiwa kwenye pango au kwenye jumba au sehemu au kwenye gereza ambapo uwezi ukatoka au kwenye fence. Jua moja kwa moja ni adui anapanga kufunga kila kitu chako na hatima yako ili ufe, uangamie au kose kabisa mwelekeo wa maisha yako. Lakini mwisho unapoona mbwa anakung'ata au anataka kukung'ata au anataka kukuuma, na maana ni kupoteza mahusiano yako, maisha yako, na kutaka kuletewa giza kwenye maisha yako. Maisha ya mwanadamu asipojua, ina maana atakuwa anateseka bure. Lakini unapojua hivi, unatakiwa usimame na Mungu. Kwanza uhakikisha unamshukuru Mungu. Cha pili, lazima uhakikisha unaomba rehema na kusamehe. Cha tatu, ni lazima uishi maisha matakatifu. Cha nne, ni lazima usimame kama askari, maana Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani. Unapomsihi, ukasimama naye, ukampendeza, ukaishi maisha mazuri ya upendo, ya utakatifu na ya vita ya kiroho, ina maana utaweza kushinda. Lazima uvae silaha zote za Mungu ili uweze kumpinga shetani. Silaha hizo zipate moja kwa moja kwenye Efeso 6:18 mpaka 10 mpaka 18, lakini zipate pia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6, na silaha za tatu zipate kwenye Isaya 66 mstari wa 2. Na wapenda, God bless you. Usiogope, jitahidi hata ufunge. Ishi maisha ya maombi, ishi maisha ya kupambana. Hapa duniani unapochoka kuomba, umechoka kufanikiwa. Unapochoka kuomba, umeamua kumruhusu shetani aharibu maisha yako na kila kitu chako. Unapochoka kuomba na kusoma neno na kuishi maisha matakatifu, umeruhusu shetani akuguse na aharibu kila kitu chako. Na wapenda, msichoke, msikate tamaa. Bado lazima tujue mbingu, lazima tuione, na hapa duniani lazima tushinde, maana mwovu alishashindwa na ameshahukumiwa. Na Roho Mtakatifu hicho kitu anakishuhudia, kwa sababu ushuhuda unaosema kwamba shetani alishahukumiwa, ni kweli alishahukumiwa. Pale Yesu alipokufa msalabani akasema imekwisha, na hapo ndipo shetani alinyang'anywa ufunguo. Na Roho Mtakatifu anashuhudia kwa habari ya hukumu kwamba mkuu wa ulimwengu ameshahukumiwa. Ndio maana Yesu akasemaje, hapa namuona mkuu wa ulimwengu amedondoka kama umeme, lakini hana kitu kwake. Ina maana wale wajanja wanaomjua Yesu Kristo, ina maana hao watashinda na zaidi ya kushinda. Na wapenda, in Jesus name, shalom.